Chum TV. Furaha kiganjani. Mgombea wa kiti cha rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuweka mkazo zaidi kuwasaidia wakulima ili waweze kunufaika na kuendesha kilimo chenye tija. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika uwanja wa michezo Uzini, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali katika awamu ijayo itaongeza fungu ili kuwawezesha wananchi kiuchumi, ikiwemo makundi ya wakulima na wafugaji waweze kuzalisha zaidi kwa kuwapatia pembejeo, mbegu bora, mbolea na masoko ya bidhaa zao kwa wakati. Natambua wakulima wako aina mbalimbali. Naambiwa wakulima wengi wa hapa ni wale wa viazi, mboga mboga, matunda na kadhalika. Lakini kuna maeneo ambayo yana wakulima wa mpunga na kadhalika. Ninachoweza kusema katika eneo hili ni kwamba serikali ya awamu ya 8 iliweka mkazo katika kundi la wakulima, na inshallah baada ya uchaguzi huu tukiingia madarakani tutaweka nguvu kubwa zaidi katika kuwasaidia wakulima. Natambua kwamba wakulima wanahitaji kusaidiwa mambo kadhaa, ikiwemo pembejeo, mfano mbolea, mbegu bora, masuala ya umwagiliaji, lakini vile vile kupatiwa soko la bidhaa zao na mitaji kwa ajili ya kuendeleza kilimo chao. Serikali katika kipindi tunachomalizia tuliwezesha wajasiriamali na wakulima na vikundi mbalimbali kwa mikopo isiyokuwa na riba. Tulikopa bilioni 39 benki ya CRDB, na kwenye bajeti ya serikali tulitenga bilioni 60, jumla bilioni 96 tukazitoa kwa vikundi mbalimbali vya wajasiriamali bila ya kuwa na riba. Ahadi yetu ni kwamba kwa siku zinazokuja tukirudi madarakani tutahakikisha fungu hilo linaongezwa mara 2 ili tuwafikie wengi zaidi. Kuna miradi mikubwa ya umwagiliaji katika mashamba ya mpunga imefanyika. Hao sasa hivi wanaweza kuvuna mara 2 badala ya mara 1, lakini kinachofuata pale ni kuhakikisha wanapata mbolea kwa wakati, mbegu bora na kuhakikisha kwamba wanapata soko. Na wale wengine ambao hawalimi kwenye mabonde ya mpunga, wanalima bidhaa ndogo ndogo za mboga mboga na matunda, tutawawezesha kama tulivyowezesha wajasiriamali mbalimbali. Akizungumzia sekta ya ufugaji na tatizo la kukosa soko la uhakika la bidhaa wanazozalisha wafugaji, amesema serikali ijayo itawawezesha kwa mikopo na kuwatafutia masoko ya uhakika. Kwa wafugaji, nimepewa taarifa ya kwamba sasa hivi kuna tatizo kwa wafugaji, kwa mfano wale wanaofuga ng'ombe wa maziwa hawana soko la uhakika. Lakini vile vile nimeambiwa kuna wafugaji wa kuku wanapata tabu kidogo kupata soko kwa sababu ya kuku wanaoagizwa kutoka nje, na hivyo hivyo kwa bidhaa za mayai. Ambalo tunakusudia kulifanya ni kuwezesha uzalishaji wa bidhaa hizi ndani ya nchi. Leo tukiwa tuna wafugaji wakubwa, wataweza kuwasaidia wafugaji wadogo
kuwapa pembejeo, kwa maana ya serikali inaweza ikasaidia kutoa ng'ombe, lakini maziwa yakanunuliwa na wale ambao ni wakubwa. Vile vile hivyo hivyo kwa upande wa wafugaji wa kuku. Kwa hiyo ninachoweza kusema hapa ni kwamba tutajipanga kuhakikisha kwamba eneo hili la kilimo na ufugaji, ambao wengine wanaita huu ni uchumi wa kijani, tutalipa kipaumbele kikubwa zaidi. Kwa hivyo leo nimalizie kwa kuomba kura. Ndugu zangu wana CCM, nimesimama mbele yenu kuomba kura zenu zote za ndio. Mtanipa? Hebu wanyoshe mikono watakaonipa kura. Asanteni sana. Kwa hali hii kazi tushamaliza. Ndugu zangu, CCM oye! Jambo moja nataka nitoe wito. Sisi wana CCM mahodari sana wa hamasa. Lakini nataka uhodari huu tukauoneshe siku ya kupiga kura. Tupige kura sote. Tume ya uchaguzi inapotangaza kwamba waliojiandikisha idadi fulani, tuseme 700,000, lakini waliopiga kura 80%, mjue tutakuwa watu 140,000 hapo hawajapiga kura. Safari hii siwe hivyo. Safari hii kila mtu ahakikishe watu wote wanapiga kura. Tarehe 29 panapo majaliwa, hakikisha wewe mwenyewe, familia yako, majirani zako unahakikisha wanakwenda kupiga kura. Ushindi ndugu zangu ni kura, si hamasa, ni kura. Tutapiga kura. Asanteni sana. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Latifa Mohamed.